Nikianza na ukusanyaji wa maduhuli, Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025 Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari iliidhinishiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 100.7 kutokana na mauzo ya huduma za mkongo wa taifa wa mawasiliano, habari na machapisho ya picha, mabango na majarida. Hadi kufikia mwezi Aprili 2025, wizara imekusanya jumla ya shilingi bilioni 56.2 sawa na asilimia 55.8 ya lengo. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025 wizara iliidhinishiwa kutumia shilingi bilioni 180.9. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 38.9 ziliidhinishwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambapo shilingi bilioni 24.99 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 13.9 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Aidha, shilingi bilioni 142 iliidhinishwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ambapo shilingi bilioni 116.4 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 25.6 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwezi Julai mpaka Aprili 2025 wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 161.6 sawa na asilimia 89.3 ya shilingi bilioni 180.9 ya fedha zilizoidhinishwa na Bunge katika mwaka wa fedha 2024-2025. Kati ya fedha zilizopokelewa shilingi bilioni 13.4 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 11.1 ni matumizi mengineyo na shilingi bilioni 137.1 ni fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Fedha za miradi ya maendeleo zinajumuisha shilingi bilioni 78.9 za ndani na shilingi bilioni 58.2 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, mafanikio ya utekelezaji wa bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2024 katika kipindi cha Julai 2024 mpaka mwezi Aprili 2025, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari tumefanikiwa kutekeleza mambo yafuatayo. Moja, kuandaa rasimu za mapendekezo ya kutunga sera mpya ya taifa ya tehama ya mwaka 2025 na kuhuisha sera ya taifa ya posta ya mwaka 2003 na kuwasilisha katika ngazi za maamuzi ndani ya serikali kwa ajili ya kuridhiwa. Pili, kufanya mapitio ya kanuni 7 za Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania ambazo ni kanuni za maudhui mitandaoni, kanuni za ubora wa huduma za mawasiliano, kanuni za leseni, kanuni za posta, kanuni za timu ya uitikiaji wa majanga ya mtandao, kanuni za usajili wa laini za simu na kanuni za viwango vya ubora wa vifaa vya mawasiliano ya kielektroniki na usimamizi wa taka zinazotokana na vifaa vya mawasiliano ya kielektroniki. Tatu, kuunganisha mifumo 898 ya kutolea huduma kati ya mifumo 514 ni ya serikali na mifumo 384 ni ya sekta binafsi katika kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha mifumo inasomana. 4, kusambaza na kusimika vifaa vya mkutano mtandao yani video conference kwenye halmashauri 100 nchini. 5, kukamilisha ujenzi wa minara 482 kati ya minara 758 iliyopangwa kujengwa katika kata 713 sawa na asilimia 63.6 kupitia mradi wa Tanzania Kidigitali. Aidha, minara 304 kati ya minara yote 304 iliyopangwa kuongezwa nguvu imetekelezwa kwa asilimia 100. 6, kuanza ujenzi wa minara ya simu na redio 636 ambapo hadi Aprili mwaka 2025 minara ya simu 141 imekamilika na katika hiyo minara 68 inatoa huduma za mawasiliano. 7, kukamilika kwa usimikaji wa vifaa yani active installations katika maeneo 25 kati ya maeneo 621. Aidha, usimikaji wa vifaa vya core network na data center katika vituo vya TTCL Dar es Salaam Telephone House na TTCL Dodoma Telephone House umekamilika. 8, kuhakiki anwani za makazi katika halmashauri 13 kati ya hizo halmashauri 11 Tanzania bara na halmashauri 2 za Zanzibar, hivyo kufanya jumla ya halmashauri 41 nchini kufanyiwa uhakiki. 9, kuunganisha mfumo wa NAPA na mifumo mingine 13 ya kutolea huduma. Aidha, mifumo mingine 7 ipo katika hatua mbalimbali za uunganishwaji. 10, kuanza utaratibu wa ununuzi wa vishikwambi 3482 kwa ajili ya kuwezesha ukusanyaji na uhakiki wa taarifa za anwani za makazi. 11, kuunda moduli 2 za mfumo wa NAPA kwenye vivutio vya utalii na kutoa barua za utambulisho kidigitali. 12,
kukusanya taarifa za anwani za makazi za huduma za vituo vya utalii katika hifadhi 24. Kati ya hizo hifadhi 3 ni za Ngorongoro na hifadhi 21 ni za TANAPA. 13, kufanya maboresho ya mfumo wa NAPA ikiwemo kuwezesha upatikanaji wa huduma za anwani za makazi kupitia USSD code. 14, kujenga uwezo wa wataalamu na watendaji wa serikali za mitaa 810 kati ya wataalamu 31,465. 15, kutoa ufadhili wa mafunzo ya muda mrefu kwa watumishi 30 wa serikali katika vyuo vikuu mbalimbali Uingereza, Ujerumani, Malaysia, Uturuki na Sweden. Aidha, watumishi 450 wamefanyiwa mafunzo ya muda mfupi katika maeneo ya usalama wa mtandao, software development, system administration, artificial intelligence na blockchain kupitia mradi wa Tanzania ya kidigitali. 16, kuratibu ujenzi wa mifumo 5 ya kitaifa, yaani mfumo wa ubadilishaji taarifa, Jamii Exchange na Zan Exchange, ambayo inasimamiwa na mamlaka ya utambulisho wa NIDA na ZSRA, mfumo wa utambuzi wa kidigitali yani Jamii Namba, mfumo wa utambuzi wa wateja eKYC, mfumo wa malipo ya kidigitali yani Jamii Pay, na mfumo wa usajili wa uwezeshaji wa wadau ekolojia, utafiti na bunifu za TEHAMA zikiwepo kampuni changa yani startups wa Safari Hunt. Aidha, kwa upande wa kisekta, wizara imeratibu uboreshaji wa mifumo ya utambuzi wa usajili kwa taasisi za RITA na NECTA. 17, kuandaa miongozo 5 usimamizi wa TEHAMA ambao ni mwongozo bora matumizi ya TEHAMA, mwongozo wa TEHAMA kwenye makundi anuai, Enterprise Architecture Framework, Interoperability and Standardization Framework na Digital Public Infrastructure Tanzania Technology Stack. 18, kukamilisha ujenzi wa kilomita 3621 za mkongo wa taifa wa mawasiliano kati ya kilomita 4442 sawa na 82%. Utekelezaji huu umewezesha kujengwa kwa jumla kilomita 13820 kati ya kilomita 16280 tangu mradi kuanza. Aidha, ujenzi wa vituo vyote 111 vya kutolea huduma za mkongo umekamilika kwa 100%. 19, kukamilisha ufikishaji wa mkongo wa mawasiliano kwenye wilaya 10 za Bahi mkoani Dodoma, Kilindi mkoani Tanga, Chemba mkoani Dodoma, Kilosa mkoani Morogoro, Kwimba mkoani Mwanza, Siha mkoani Kilimanjaro, Mpwapwa mkoani Dodoma, Mlele mkoani Katavi, Malinyi mkoani Morogoro na Kalambo mkoani Rukwa, hivyo kufanya wilaya 109 kati ya wilaya 139 sawa na 78% kufikiwa na mkongo wa taifa wa mawasiliano. 20, kukamilisha ufikishaji wa mkongo wa taifa Mombasa, Kenya kupitia kituo cha Ororo Tanga. 21, kukamilisha uunganishwaji wa vituo 59 vya RUWASA kwenye mkongo wa taifa wa mawasiliano. 22, kuunganisha maeneo 4 ya huduma za wifi kwenye vituo vya treni ya mwendokasi SGR vya Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma na pamoja na uwanja wa taifa wa Benjamin Mkapa, hivyo kufanya maeneo yaliyounganishwa kufikia 10. 23, kukamilisha upembuzi yakinifu kwa ajili ya ujenzi wa chuo mahiri cha TEHAMA yani Digital Technology Institute kinachojengwa Nala mkoani Dodoma. 24, kuhuisha mfumo wa takwimu za makosa ya mtandao kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi pamoja na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. 25, kuzindua kampeni ya usalama mtandaoni ya Sitapeliki ili kupunguza utapeli na ulaghai mtandaoni. 26, kutoa leseni za mawasiliano 2886, kati ya hizo leseni 529 ni za rasilimali namba, leseni 1850 ni leseni ndogo ndogo na leseni 487 ni leseni kubwa yani individual licenses. 27, kubaini na kuzifungia laini za simu 47728 pamoja na nambari za kitambulisho cha NIDA 3928 ambazo zimehusika katika uhalifu. 28, kufanya ukaguzi na ufuatiliaji wa mkongo yani fibers na miundombinu ya watoa huduma za mawasiliano katika mikoa 30 ya Tanzania bara na Tanzania visiwani. 29, kufanya ukaguzi wa vifaa vya kielektroniki 678 kwa ajili ya matumizi ya ndani ya nchi. Kati ya vifaa hivyo, vifaa 278 vilikidhi vigezo na kuidhinishwa kwa matumizi. Aidha, uhakiki wa vifaa 400 unaendelea. 30, kuimarisha ushiriki wa Tanzania kikanda na kimataifa ambapo wizara imeshiriki kwenye baraza la uongozi la ITU
mkutano wa ITUT wa WTSA mwaka 2024 nchini India, kongamano la kimataifa la anga za juu lilofanyika Milan, Italy, mkutano wa baraza la uendeshaji wa posta yani POC na baraza la utawala la UPU. 31, kusainiwa kwa mkataba na kukabidhi miundombinu ya umoja wa watoa huduma wa mawasiliano kwa serikali, ambapo hadi sasa jumla ya kilomita 336 kati ya 2020 zimekabidhiwa. 34, kuanza ujenzi wa vituo 8 vya kikanda vya ubunifu wa TEHAMA katika mikoa ya Arusha, Mwanza, Tanga, Lindi, Dodoma, Mbeya na Zanzibar. Kusajili wakusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi 2829, na mwisho kuendelea na ujenzi wa ofisi za Wizara Mtumba jijini Dodoma, ambapo hadi kufikia Aprili 2025 ujenzi umefikia 95%. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa majukumu mengine ya sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari yameainishwa kwenye ukurasa wa 15 hadi 38 wa kitabu cha hotuba ya bajeti. Mheshimiwa Spika, sasa naomba niwasilishe mpango wa makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Spika, wizara pamoja na taasisi zake zimeandaa mpango wake kwa kuzingatia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025, maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoyatoa wakati ya kuhutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 22 Aprili mwaka 2021, ahadi na maelekezo mbalimbali ya viongozi wa kitaifa, mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, yaani kuanzia mwaka 2021-22 mpaka mwaka 25-26, dira ya taifa ya maendeleo na mpango mkakati wa wizara wa mwaka 21-22 mpaka 25-26. Aidha, wizara imezingatia mwongozo wa mpango wa bajeti wa mwaka wa fedha 2025/2026. Vipaumbele vya bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 25/26 wizara imejikita katika utekelezaji wa vipaumbele vifuatavyo: kutunga, kuhuisha na kusimamia utekelezaji wa miongozo na kusimamia sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari, kuimarisha upatikanaji wa huduma ya mawasiliano ya simu na posta kote nchini katika kukamilisha ujenzi wa minara 758 na kuendelea ujenzi wa minara 636 nchini, kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kukuza na kuimarisha biashara mtandao kwa kuhakiki taarifa za anwani za makazi katika halmashauri 28 na kusimamia uundaji wa mifumo ya kidijitali utawezesha biashara mtandao yani e-commerce. Kuimarisha miundombinu itawezesha utekelezaji wa uchumi wa kidijitali kwa kuunganisha wilaya 11 kwenye mkongo wa taifa, kuunganisha mkongo wa taifa ya mawasiliano na nchi jirani ya Kongo DRC kupitia ziwa Tanganyika, na kuunganisha wateja 90,000 kwa huduma ya fiber mlangoni kwako broadband kufikia Juni 2026. Kuimarisha ulinzi wa usalama wa anga na mtandao, kujenga uelewa wa wananchi juu ya ulinzi wa data na faragha zao na jinsi ya kukabiliana na matukio ya utapeli na wizi mtandaoni, kuwezesha upatikanaji wa mfumo wa kitaifa wa ufuatiliaji wa makosa ya kimtandao nchini, na kuongeza uwezo wa kitengo cha uchunguzi wa kidigiti kwa jeshi la polisi katika ofisi ya makao makuu katika kanda ya Mbeya na Mwanza, kutoa elimu juu ya miongozo na miundombinu muhimu ya TEHAMA na kuimarisha ulinzi wa miundombinu hiyo, kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kuchochea ubunifu na kuimarisha ustawi wa kampuni changa yani startups, kusimamia uanzishaji wa vituo viwili vya TEHAMA, Chanala Dodoma na Buhigwe Kigoma, kuwezesha uanzishaji wa vituo 4 vya kukuza bunifu za TEHAMA katika ngazi ya wilaya, na kuwezesha uanzishaji wa vituo 2 vinavyotembea vya kupata taarifa za TEHAMA yani mobile access centers, na kusimamia utekelezaji wa vituo 8 vya ubunifu wa kidijitali kama nilivyovitaja hapo awali. Mheshimiwa Spika, mipango mingine ya sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari inafafanuliwa kwa kina katika ukurasa wa 39 hadi ukurasa wa 54 wa kitabu cha hotuba ya bajeti. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru wale wote walioshiriki kunisaidia kusimamia vema utekelezaji wa majukumu yangu katika wizara hii. Kipekee, Mheshimiwa Spika, naomba nimshukuru Mheshimiwa Mhandisi Mary Priska Wilfred Mahundi Mbunge, Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Spika, naibu waziri huyu amekuwa msaada mkubwa kwangu kwa kufanya kazi za kila siku, amekuwa akijituma,
amekuwa akishirikiana na wabunge, na muombea kila laheri, Mwenyezi Mungu amtangulie katika mtihani unaotukabili wote Novemba mwaka huu, na amini atarudi ndani ya bunge lako. Mheshimiwa Spika, naomba kumshukuru ndugu Mohamed Hamis Abdullah, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Spika, Mohamed Hamis Abdullah kwenye kamati ya bunge wanamuita mtaalamu. Ni katibu mkuu mkimya, lakini amekuwa msaada mkubwa kwenye utendaji wa wizara. Naomba kumshukuru ndugu Nicholas Merinyo Mkapa, naibu katibu mkuu. Naomba vile vile niwashukuru wakurugenzi na wakuu wa vitengo katika wizara, wenye viti wa bodi za wakurugenzi za taasisi zinazosimamiwa na wizara, viongozi wa taasisi na wafanyakazi wote wa wizara na taasisi kwa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Hakika mmekuwa msaada mkubwa na washukuru sana. Mheshimiwa Spika, wizara katika kutekeleza majukumu yake imeendelea kushirikiana na washirika wa maendeleo katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Kipekee napenda kushukuru mashirika yafuatayo: Shirika la Umoja wa Posta Afrika yani PAP, Shirika la Umoja wa Posta Duniani UPU, Shirika la Umoja wa Mataifa la Mawasiliano ITU, Benki ya Dunia kupitia dirisha la Wakala wa Maendeleo Afrika IDA, Shirika la Maendeleo ya Ufaransa AFD na ubalozi wa Korea Kusini nchini. Mheshimiwa Spika, nazishukuru pia jumuiya za kikanda na kimataifa za Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Umoja wa Ulaya EU kwa ushirikiano wao katika masuala ya kikanda na kimataifa yanayohusu sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Aidha, wizara itaendelea kuimarisha ushirikiano na washirika wa maendeleo na wadau wengine ili kuhakikisha kuwa sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari inaendelea kuchangia katika kutimiza malengo ya serikali. Vile vile napenda kuwashukuru watu wa huduma za mawasiliano kutoka katika makampuni ya simu ya Airtel, Vodacom, Viatel, Honora, Tispa na TTCL kwa utoaji na usambazaji wa huduma za mawasiliano nchini. Napenda pia kuzitambua taasisi za NMB, CRDB na Tanzania Startup Association kwa mchango wao wa kuendeleza na kukuza bunifu za tehama nchini. Kwa kumalizia, natambua mchango wa wadau wote wa sekta ikiwemo kampuni ya Minara Tanzania, Helios Towers, Huawei, Softnet, Telecom Associate, Tanstec pamoja na kampuni ya wazawa wa Tanzania ya Radi Fiber, kampuni ambayo iko Mkuranga Tanzania, kampuni ambayo inatengeneza nyaya za optic fiber, lakini hivi punde inaanza utengenezaji wa laptop, simu za kiganjani, simu janja na tablet, na tutaitembelea hivi karibuni katika kuimarisha upatikanaji wa simu janja nchini. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025-2026, wizara itaendelea kuimarisha ushirikiano na washirika wa maendeleo na wadau wengine ili kuhakikisha kuwa shughuli za maendeleo zilizopangwa kutekelezwa zinatekelezwa na kuwezesha sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari kuchangia katika kutimiza dira ya taifa ya kufikia uchumi wa kati wa juu ifikapo mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, mwisho kwa umuhimu wa kipekee, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru kidhati wananchi wangu wa jimbo la Ukonga kwa kuendelea kunipa ushirikiano wa dhati katika kuletea maendeleo jimbo letu. Naomba kipekee Mheshimiwa Spika, niwashukuru wananchi wa kata zote 13, kata ya Msongola, kata ya Zingiziwa, kata ya Chanika, kata ya Buyuni, kata ya Pugu, kata ya Pugu Stesheni, kata ya Gongo la Mboto, kata ya Ukonga, kata ya Kipunguni, kata ya Majoe, kata ya Kivule, kata ya Mzinga na kata ya Kitunda. Mheshimiwa Spika, wananchi hawa wamekuwa wakinivumilia katika utekelezaji wa majukumu yangu ya serikali, na mimi naomba kuwashukuru sana na naomba kuwaahidi nguvu bado ninayo, uwezo ninayo. Tarehe 28 nitakuwa saa 12:30 kwenye ofisi ya katibu wa chama wa wilaya kuchukua fomu kuendelea kuwakilisha. Mheshimiwa Spika, aidha naomba kumshukuru mke wangu Bi Mariam Bakari Silaha. Mheshimiwa Spika, binti huyu wa Kitanga amekuwa zaidi ya mke kwangu. Amekuwa rafiki, amekuwa mfariji, amekuwa mlezi, na mshukuru sana kwa kunivumilia katika kutekeleza majukumu ya wizara. Aidha nishukuru familia yangu ambayo leo imewakilishwa na mwanangu Simba William Silaha,
na ndugu zangu, jamaa na marafiki wote kwa ujumla kwa kunipa nguvu na moyo wa kutekeleza majukumu yangu katika Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Spika, sasa naomba kwa muktasari niwasilishe makadirio ya mapato matumizi ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inakadiria kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 100,369,242,000 ambazo zinatokana na mauzo ya huduma ya mkongo wa taifa wa mawasiliano. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaomba kuidhinishiwa na bunge lako tukufu jumla ya shilingi bilioni 291,533,139,000 kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu na vipaumbele vya wizara kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, shilingi bilioni 14,485,656,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 6,958,609,000 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 7,527,047,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Mheshimiwa Spika, shilingi bilioni 277,047,483,000 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, na katika fedha hizo shilingi bilioni 98,480,905,000 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 178,566,578,000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, hotuba hii inapatikana kwenye wavuti ya wizara. Na Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo naomba kutoa hoja. Mheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Mheshimiwa Waziri, asante sana. Asante sana. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea na utaratibu wetu. Sasa mwenyekiti atakuja kunipokea. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea sasa. Namuita mwenyekiti wa kamati. Mheshimiwa Mtaturu kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote naomba taarifa yote ya kamati iingie katika taarifa rasmi za Bunge Hansard kama ilivyowekwa mezani. Utangulizi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha mbele ya bunge lako tukufu taarifa ya kamati ya kudumu ya miundombinu kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa mwaka wa fedha 2024/2025 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/2026 kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 118(9) ya kanuni za Bunge toleo la Februari 2023. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu 4, ambayo moja ni sehemu ya kwanza inahusu utangulizi ambayo inahusu msingi wa muundo wa taarifa. Lakini sehemu ya pili ni sehemu ya kuhusu uchambuzi na tathmini ya utekelezaji wa majukumu ya bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2024/2025 pamoja na uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Sehemu ya tatu ni maoni, ushauri na mapendekezo ya kamati kwa serikali. Na sehemu ya 4 ni hitimisho. Uchambuzi na utekelezaji pamoja na maoni ya ushauri wa mapendekezo ya kamati kwa mwaka wa fedha 2024/2025.
Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati bunge lako linapopitisha bajeti fungu 68 kwa mwaka wa fedha 2024-2025, kamati ilitoa maoni na mapendekezo katika maeneo mbalimbali ili kuboresha utekelezaji wa bajeti ya wizara hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuliarifu bunge lako tukufu kwamba kamati imepitia taarifa ya utekelezaji wa maoni, ushauri na mapendekezo ya kamati na kubaini kwamba kuna baadhi ya maoni na ushauri wa kamati ambayo utekelezaji wake ni endelevu na mengine hayajatekelezwa kikamilifu. Hivyo kamati inasisitiza serikali kufanyia kazi ushauri uliotolewa kama ifuatavyo. Kamati ilishauri serikali kuongeza kasi ya utekelezaji wa ujenzi wa vituo vya ubunifu vya TEHAMA nchini. Napenda kulitaarifu bunge lako tukufu kwamba serikali imeanza ujenzi wa vituo vinane vya kukuza ubunifu za TEHAMA kwenye mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Lindi, Mwanza, Arusha, Tanga, Mbeya, mjini Magharibi, Zanzibar, na kazi hiyo itakamilika mwezi Septemba 2025. Kamati ilishauri serikali kupitia upya mkataba wa ujenzi wa miundombinu ya njia ya mkongo wa taifa wa mawasiliano unaotekelezwa kati ya TANESCO na TTCL.